Mlango wa 52. Sedekia alikuwa na umri wa miaka 21 hapo alipoanza kumiliki, naye akamiliki miaka 11 huko Yerusalemu. Na jina la mama yake aliitwa Hemutali binti Yeremia wa Libna. Naye alitenda yaliyo mabaya machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyatenda Yehoyakimu. Maana kwa sababu ya hasira ya Bwana mambo haya yalitokea katika Yerusalemu na katika Yuda, hata akawaondosha wasiwe mbele za uso wake, naye Sedekia akamwasi mfalme wa Babeli. Ikawa katika mwaka wa 9 wa kumiliki kwake, katika mwezi wa 10 na siku ya 10 ya mwezi huo, Nebukadreza mfalme wa Babeli akaja, yeye na jeshi lake lote, juu ya Yerusalemu, akapanga hema zake juu yake, nao wakajenga ngome juu yake pande zote. Basi mji huo ulihusuriwa hata mwaka wa 11 wa mfalme Sedekia. Katika mwezi wa 4, siku ya 9 ya mwezi, njaa ilizidi sana ndani ya mji, hata hapakuwa na chakula kwa watu wa nchi. Ukuta wa mji ukabomolewa, watu wote wa vita wakakimbia, wakatoka mjini usiku, kwa njia ya lango lililokuwa kati ya zile kuta mbili, karibu na bustani ya mfalme. Basi wale Wakaldayo walikuwa wameuzunguka mji pande zote, wakaenda zao kwa njia ya Araba. Lakini jeshi la Wakaldayo wakamfuatia mfalme, wakampata Sedekia katika nchi tambarare Yeriko, na jeshi lake lote walikuwa wametawanyika na kumwacha. Nao wakamshika mfalme, wakamchukua kwa mfalme wa Babeli aliyekuwa huko Ribla katika nchi ya Hamathi, naye akatoa hukumu juu yake. Ndipo mfalme wa Babeli akawaua wana wa Sedekia mbele ya macho yake. Pia akawaua wakuu wote wa Yuda huko Ribla, akampofusha macho Sedekia. Tena mfalme wa Babeli akamfunga kwa pingu, akamchukua mpaka Babeli, akamtia gerezani hata siku ya kufa kwake. Basi katika mwezi wa 5, siku ya 10 ya mwezi, ndiyo mwaka wa 19 wa mfalme Nebukadreza mfalme wa Babeli, Nebuzaradani amiri wa askari walinzi, aliyesimama mbele ya mfalme wa Babeli, aliingia Yerusalemu, akaiteketeza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na nyumba zote za Yerusalemu; naam, kila nyumba kubwa aliiteketeza kwa moto. Na jeshi lote la Wakaldayo waliokuwa pamoja na huyo amiri wa askari walinzi wakazibomoa kuta zote za Yerusalemu pande zote. Kisha Nebuzaradani amiri wa askari walinzi akawachukua wafungwa, baadhi ya watu waliokuwa maskini na mabaki ya watu walioachwa katika mji, na wale walioasi na kumkimbilia mfalme wa Babeli, nao mabaki ya vibarua. Lakini Nebuzaradani amiri wa askari walinzi akawaacha watu walio maskini kabisa, ili wawe watunza mizabibu na wakulima. Na nguzo za shaba zilizokuwa katika nyumba ya Bwana na matako ya bahari ya shaba iliyokuwa katika nyumba ya Bwana, Wakaldayo walivivunja vipande vipande, wakaichukua shaba yake yote mpaka Babeli. Nayo masufuria na majembe na makasi na mabakuli na miiko na vyombo vyote vya shaba walivyokuwa wakivitumia wakavichukua vyote. Navyo vikombe na vyombo vya kutolea majivu na mabakuli na masufuria na vinara na miiko na vyetezo vilivyokuwa vya dhahabu katika dhahabu, na vilivyokuwa vya fedha katika fedha, amiri wa askari walinzi alivichukua. Nguzo 2, bahari moja, na ng'ombe 12 za shaba zilizokuwa chini ya matako yake, ambavyo mfalme Sulemani aliifanyia nyumba ya Bwana. Shaba ya vitu hivyo vyote ilikuwa haiwezi kupimwa kwa kuwa nyingi sana. Na nguzo hizo, urefu wa nguzo moja ulikuwa dhiraa 18, na uzi wa dhiraa 12 ungeweza kuizunguka. Na unene wake ulikuwa nyanda 4, nayo ilikuwa ya uvungu. Nayo ilikuwa na kichwa cha shaba juu yake, na urefu wa kichwa kimoja ulikuwa dhiraa 5. Palikuwa na mapambo ya wavu na makomamanga juu ya kichwa hicho pande zote. Vyote vilikuwa vya shaba. Nayo nguzo ya pili ilikuwa na mapambo kama hayo na makomamanga. Palikuwa na makomamanga 96 katika pande zake. Makomamanga yote yalikuwa 100 juu ya wavu huo pande zote. Na amiri wa askari walinzi akamtoa Seraya kuhani mkuu na Sefania kuhani wa pili na wale walinzi 3 wa mlango. Na katika mji
akatwaa towashi mmoja aliyewasimamia watu wa vita, na watu 7 katika wale waliouona uso wa mfalme walioonekana katika mji, na karani wa jemedari wa jeshi aliwaandika watu wa nchi, na watu 60 katika watu wa nchi walioonekana ndani ya mji. Na Nebuzaradani amiri wa askari walinzi akawatwaa, akawaleta kwa mfalme wa Babeli huko Ribla. Naye mfalme wa Babeli akawapiga na kuwaua huko Ribla katika nchi ya Hamathi. Ndivyo Yuda alivyochukuliwa utumwani, akatolewa katika nchi yake. Watu hawa ndio wale ambao Nebukadreza aliwachukua mateka katika mwaka wa 7, Wayahudi 323,000. Katika mwaka wa 18 wa Nebukadreza aliwachukua toka Yerusalemu watu 832. Katika mwaka wa 23 wa Nebukadreza, Nebuzaradani amiri wa askari walinzi akawachukua mateka Wayahudi watu 745. Jumla ya watu hao wote ni watu 4,600. Hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakini mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi, Evil-Marodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamwinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani, akasema naye maneno mazuri, akaweka kiti chake juu ya viti vya wafalme waliokuwa pamoja naye huko Babeli. Naye akabadili mavazi yake gerezani, akala chakula mbele yake daima siku zote za maisha yake. Na kwa posho yake alipewa posho ya daima na mfalme wa Babeli. Kila siku alipewa posho hata siku ya kufa kwake, siku zote za maisha yake.